Jean-Charles Ahoua ni jina ambalo linatajwa sana katika soka katika kandanda ya Tanzania kwa wadau mbalimbali, na huyu ni nyota anayekipiga kwenye klabu ya Simba kwenye kiungo cha kushambulia. Ni nyota ambaye performance yake msimu huu ni ya kipekee. Amekuwa na kiwango bora na ndo kinara wa upachikaji mabao katika ligi kuu ya NBC. So far tayari ameshaandika mabao 15. Yeye ndo namba 1 pale juu katika orodha. Lakini ametoa assist mara 7. Maana yake amehusika katika mabao 22. Ikumbukwe Simba msimu huu mpaka sasa wameshacheza raundi 25. Umebakia mchezo mmoja wa kiporo dhidi ya KMC ili kufikia idadi sawa ya mechi dhidi ya pamoja na Young Africans kwa maana ya mechi 26. Lakini tayari Jean-Charles Ahoua amehusika katika mabao 22, ikiwa Simba yenyewe msimu huu wamefunga jumla ya mabao 60 katika ligi kuu ya NBC. Jean-Charles Ahoua, huyu ndiye nyota ambaye alivusha Simba, goli lake pekee lilitosha kuipeleka Simba katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Ni nyota ambaye amekuwa na kiwango bora msimu huu. Sasa sio mara ya kwanza, sio mara ya pili katika mechi za ligi ukiwa wanacheza mashabiki huwa wanaimba MVP MVP MVP. Ikumbukwe huyu ni MVP wa Ivory Coast katika msimu jana. Jean-Charles Ahoua, wakati huu tunakwenda kuangalia nafasi yake katika kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast, the Elephant. Yes, miamba ya kandanda hii kutoka Afrika ya Magharibi. Jean-Charles Ahoua ni nyota ambaye anatokea Ivory Coast, na kule Ivory Coast wanamfahamu kwa sababu wakati anatoka kule alikuwa na kiwango bora kabisa katika msimu wake wa mwisho kwa maana ya msimu jana, akishinda tuzo ya Most Valuable Player. Sasa basi ni mchezaji ambaye wa Ivory Coast wanamfahamu na wanajua yupo wapi. Ukiangalia timu ya taifa ya Ivory Coast ni miongoni mwa timu au mataifa makubwa Afrika ambayo yamefanikiwa sana, na ni miongoni mwa mataifa pengine kama sio namba 1, namba 2, basi nambari 3 yenye talents nyingi. Vimepita vizazi vingi vya nyota wengi hodari ambao wamefanya vizuri nje ya mipaka ya Afrika. Kwa hiyo Ivory Coast ni taifa ambalo tayari ni remarkable, ni taifa ambalo tayari limeweka alama yake katika kandanda ya Afrika. Hivyo basi kuitwa timu ya taifa ya Ivory Coast sio kitu rahisi, sio kitu chepesi, lakini wapo nyota wengi ambao wanacheza kandanda ndani ya Afrika wamewahi kuitwa kwenye kikosi cha Ivory Coast. Sehemu kubwa ambayo inahusisha nyota ambao wanacheza ndani ya Afrika na wameitwa kwenye timu ya taifa ya Ivory Coast ni eneo la goalkeeping. Ivory Coast wamekuwa kistruggle kwa miaka nenda miaka rudi katika eneo la goalkeeper, tofauti na mataifa mengine kama Senegal labda au Cameroon, mataifa ambayo yamepiga hatua kubwa sana kwenye goalkeeping. Ivory Coast iko tofauti. Kwenye miaka hii ya 2000 mpaka kuja leo hapa tulipo, goalkeeper wao hodari zaidi ni Aboubakar Bari, Kopa Bari. Huyu ni goalkeeper ambaye ameisaidia Ivory Coast kupata mafanikio ikiwemo kombe la Afrika mwaka 2015. Lakini Kopa Bari hajawahi kuwa goalkeeper mkubwa Afrika hii mpaka kawe kushangaa. Ni goalkeeper wa daraja la kawaida. Of course kacheza kandanda kule Belgium, lakini ni goalkeeper wa daraja la kawaida. Upande wa pili wa shiringi, magolikipa wengi wameshawahi kuitwa kwenye national team ya Ivory Coast. Kwa mfano, nakumbuka ilikuwa AFCON ya mwaka 2016, Jean-Jacques Tezi ambaye alikuwa anacheza Esperance ya Tunisia aliwahi kuitwa. Aliou Badara Sangare ambaye anacheza Afrika Kusini pia na yupo mpaka sasa hivi kwenye national team. Abdul Karim Cisse ameitwa. Charles Folly pia amekuwa akiitwa. Sylvain Bohu ambaye alikuwa anacheza TP Mazembe pia naye ameitwa. Kwa hiyo eneo la goalkeeping hili wana struggle, kwa hiyo wanachukua magolikipa hata ambao wanacheza ndani. Lakini ukija maeneo ya ndani sasa ya kucheza, wameshaitwa baadhi ya wachezaji ingawaje ni wachache, akiwemo Wonlo Kolibali, beki ambaye alikuwa anacheza ASEC Mimosas, aliitwa kwenye national team. Baadaye akaenda kucheza pia TP Mazembe. Lakini pia Roger Sale, nakumbuka mwaka 2015 katika huo ubingwa wa Ivory Coast, ubingwa wa AFCON 2015, anacheza finali dhidi ya Ghana, alikuwepo Roger Sale kwenye kile kikosi, nyota ambaye amecheza TP Mazembe, na huo mwaka 2015 alibeba ubingwa wa ligi ya mabingwa Afrika wakicheza dhidi ya USM Alger ya huyu kocha Hamdi Miludi wa Young Africans. Kwa hiyo mbali na hao wapo wengine wachache, Karim Konate pia last season
alikuwepo kwenye kikosi, nyota ambaye alikuwa anacheza ASEC Mimosas. Sasa basi, ukiangalia hao wachezaji ambao nimewataja hapo ni wachezaji ambao wanacheza Afrika, lakini wanacheza kwenye ligi nzuri na kwenye klabu nzuri. Upande wa pili, Tanzania tuliwahi kutoa mchezaji kwa maana ya Pacome Zouzoua, ni mwa Ivory Coast ambaye aliwahi kuitwa kwenye national team. Kwa nini? Kwa sababu alitokea Tanzania, ligi ambayo imepiga hatua, na ametokea Young Africans, klabu ambayo tayari imeshajichapisha kimataifa kwamba ni moja ya klabu kubwa ambazo zinafanya vizuri. Kwa hiyo hata na yeye aliitwa, ingawaje hakucheza kwa sababu ya injuries ambazo alikuwa nazo, na hajaitwa tena baada ya pale. Lakini kwa nini hakuitwa tena Pacome Zouzoua licha ya ubora wake ambao yuko nao? Kwa sababu kuitwa Ivory Coast national team ni jambo moja, kwa maana ya wachezaji ambao wanacheza ndani ya Afrika. Jambo la pili, unaitwa kwenye position ipi? Sasa Pacome Zouzoua, Jean-Charles Ahoua, wote wanacheza katika safu ya kiungo cha ushambuliaji, eneo ambalo Ivory Coast wana utitiri wa nyota wengi wakubwa ambao wanacheza kandanda barani Ulaya, na ni wachezaji ambao ni regular starters katika timu yao. Kwa hiyo unaona Pacome Zouzoua pia mwenye kuitwa kwenye national team imekuwa changamoto kurudi tena kuitwa. Jean-Charles Ahoua, yeye ana nafasi ya kuitwa. Pacome of course alishawahi kuitwa, lakini yeye ana nafasi ya kuitwa. Kwa nini? Kwa sababu performance wise ni mchezaji ambaye ameperform vizuri, amekuwa MVP katika ligi ya Ivory Coast na hajaitwa national team. Kama itatokea anakuwa MVP katika ligi kuu ya NBC, bwana, Amos Faye sidhani kama anaweza kuwa na hiana. Mchezaji huyo katika ligi mbili tofauti anakuwa MVP, lakini pia yupo katika finali ya kombe la shirikisho Afrika. Kama atafanikiwa kuchukua ubingwa, basi itakuwa ni CV ya ziada ambayo atakuwa nayo. Lakini ndani ya ligi kuu ya NBC so far ni kinara upatikaji mabao, goals involvement, mabao 22 so far. Unaona nafasi yake ya kuitwa kwenye national team pia ni kubwa. Lakini la mwisho, club status. Anacheza katika klabu ambayo tayari imeshajichapisha Afrika kwamba ni miongoni mwa giant wa kandanda la Afrika. Sasa basi, hiyo ni advantage ambayo Jean-Charles Ahoua yuko nayo. Na kama haitoshi, Ivory Coast wana database ya wachezaji wao, wanawafuatilia, na sio tu Ivory Coast, mataifa mengi ya kule Afrika Magharibi yako na seriousness katika kufuatilia wachezaji wao. Ahoua amecheza timu za vijana za Ivory Coast, amewahi kuitwa kwenye national team ya CHAN. Maana yake ni mchezaji ambaye wana database naye na wanamfuatilia, wanajua wachezaji wao wako maeneo gani, ingawaje asilimia kubwa wameenda Europe. Kwa hiyo kwa hiki ambacho anakionyesha Ahoua, kwa timu anayochezea, ligi anayochezea, vyote ni bora. Namba ambazo Ahoua yuko nazo, kuwepo katika finali, kushinda tuzo za man of the match nyingi, unaona kabisa kwamba ana nafasi kubwa ya kuitwa kwenye national team. Naamini Jean-Charles Ahoua, Amos Faye anaweza kumfikiria kumuita kwenye national team, na mambo kama tenda vizuri, manake kitu kwenye national team ya Ivory Coast, na hivi tunaelekea katika kampeni za finali za AFCON, basi huenda akawepo kwenye finali hizo za AFCON zinazokuja za mwaka 2025.